Kama tunavyofahamu, katika jitihada za kuzuia vitendo vya rushwa, TAKUKURU inalo jukumu la kufuatilia matumizi ya fedha zilizoelekezwa kwenye miradi ya maendeleo ili kuhakikisha kuwa miradi hiyo inatekelezwa kwa ufanisi, lakini pia thamani ya fedha katika miradi ionekane. Katika kutekeleza jukumu hili sasa, TAKUKURU ilifuatilia matumizi ya fedha za mradi wa maendeleo miwili katika sekta ya miundombinu ya barabara ambazo ni ujenzi wa barabara ya Gema na barabara ya Nyaishozi zilizopo kata ya Bunju zenye thamani ya shilingi bilioni 5. Katika ufuatiliaji huo ilibainika kuwepo kwa ongezeko la muda wa utekelezaji wa mradi kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya hali ya hewa, kuchelewa kwa malipo na ombi la msamaha wa kodi ya VAT. Baada ya kubaini tatizo hilo, ofisi ilifanya kikao kazi na watekelezaji wa mradi wakiwemo wakandarasi, washauri na wasimamizi wa miradi hiyo ili kuhakikisha miradi inakamilika ndani ya muda wa nyongeza waliopatiwa na kuzingatia ubora na thamani ya fedha. Jambo la pili lilihusu elimu kwa umma. Kutokana na elimu tuliyoitoa kwa wananchi na wadau tuliokutana nao, imesaidia kama ifuatavyo. Ufanisi wa usimamizi wa miradi ya maendeleo umeongezeka. Wananchi wamehamasika kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Aidha, kupungua kwa malalamiko ya vitendo vya rushwa katika ngazi ya mtaa, vijiji na kata. Lakini 4, tumeweza kuwajengea ujasiri na uwajibikaji wanafunzi waliopo kwenye klabu za wapinga rushwa. Makundi ya wananchi yaliyofikia ni watumishi wa umma, asasi za kiraia, wanafunzi, vikoba, viongozi wa masoko, viongozi wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu, maafisa wa usafirishaji wa bodaboda na bajaji na wananchi kwa ujumla kupitia semina zipatazo 17, mikutano 3, onyesho 1, vipindi vya redio na televisheni vipatavyo 8 na kuimarishwa kwa klabu zipatazo 55 za wapinga rushwa mashuleni na vyuoni. Kwa upande wa uchunguzi na mashtaka, malalamiko yapatayo 72 katika kipindi hicho yalipokelewa, ambapo malalamiko 25 yalihusu vitendo vya rushwa, malalamiko 47 hayakuhusu vitendo vya rushwa. Malalamiko 25 yaliyohusu rushwa, uchunguzi wake unaendelea na upo katika hatua mbalimbali katika kukamilika kwake. Malalamiko 45 ambayo hayahusu rushwa, walalamikaji wake wameshauriwa, na katika kipindi tajwa kesi 19 zinaendelea mahakamani, ambapo kati ya kesi hizo kesi mpya 1 ilifunguliwa na kesi 4 zilitolewa na uamuzi na jamhuri ilishinda zote. Lakini pia tunayo mikakati ya kipindi cha Januari kwenda Machi, ambapo tumeweka mkakati wa kutenda kazi unaohusisha kama ifuatavyo: kuendelea kufuatilia matumizi ya fedha za serikali katika miradi ya maendeleo, lakini pia kuendelea kutoa elimu kwa wananchi na wadau kuhusu kuzuia rushwa kwenye miradi ya maendeleo, lakini 3, kuendelea kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo ya programu ya TAKUKURU Rafiki. Wito wetu ni nini sasa? TAKUKURU inatoa rai kwa wananchi wote kujiepusha na vitendo vya rushwa na kushiriki kikamilifu kuzuia vitendo hivyo katika maeneo yao. Changamoto kubwa ambayo tunaipata wakati wa kutekeleza majukumu yetu ni pale ambapo wananchi au baadhi ya wananchi wanapokuwa wanaogopa kuja kutoa ushahidi mahakamani pindi zile kesi ambazo zinakuwa zimefikishwa mahakamani. Hiyo ni changamoto kubwa. Lakini ya pili, kuna baadhi ya wananchi wanapokutana na vitendo vya rushwa wanasita kuja kutoa taarifa hizo hapa TAKUKURU au kupitia taarifa zetu ambazo tumezitoa. Wito wangu hasa sasa kwa wananchi
kushirikiana kama tulivyosema, kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, wote kwa pamoja tutimiza hili. Wasiache kutoa, wanatakiwa watoe taarifa ili TAKUKURU ifanyie kazi taarifa hivyo, na pale ambapo itabainika, basi wale waliopata na vitendo hivyo watafikishwa mahakamani bila kukosa.